لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حفظ اللسان عن الغناء. Tupo na kitabu kinachoitwa Wiqayatul Insan, kitabu kinachoitwa Wiqayatul Insan min aljini wa shaitan, kinga ya majini dhidi ya mwanadamu na shaitan, cha al-Imam al-Wahid Abu Salam al-Bari rahimahullah. Hifdhu lisani anil ghina. Tupo katika somo la kuhifadhi ulimi kutokana na kuimba. Qala ta'ala, Allah ameanza katika suratul Luqman aya 6. Suratul Luqman, Allah tabaraka wa taala 31 aliposema, wa minan nas man yashtari lahwa alhadith, kuna baadhi ya watu ambao wanatoa pesa zao kwa kununua vitu vya lagha au vitu vya kipuuzi, liudhilla an sabilillah, lengo ni kwa ajili ya kupoteza watu kuepukana na kumtaja Allahu tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na hayo. Nyimbo ikipigwa hapo, hata kama unafanya ibada, akili yako yote inavurugika, kwa sababu pale ni shetani ndo ametawala katika mziki. Qala ta'ala, lakini kadhalika Allah tabaraka wa taala katika suratul Najm aya, Allah tabaraka wa taala aliposema, afa min hadha alhadith ta'jabun, hivi nyinyi haya maneno ya Allah mnashangaa? Qur'ani hii mnaishangaa nyinyi? Watadhahakuna wala tabkun, na nyinyi hamli, mnacheka kweli maneno ya Allah? Subhanallah. Wa antum samidun, na nyinyi mnaimba kabisa wala hamna wasiwasi. Mtoto wa kiume kabisa umelegeza mkono, una wasiwasi, unaimba hadharani. Huu ni mtihani mbele ya Allah. Ni mambo ambayo mtu akiyafanya ni furahisha nafsi, lakini ni mambo ambayo yanamnyima kutokubaliwa ibada zake, kutokubaliwa dua zake, kadhalika na kumuingiza katika ufasik, kama vitu akavona wanachuoni wanazungumzia muziki. Akasema qala Ibn Abbas, as-samidu wal ghina'u. Ibn Abbas anasema wa antum samidun, akifasiri as-samid al-ghina'u bimaana nyimbo, kuimba muziki. Lakini kadhalika qala ta'ala fi wasfi ibad ar-rahman, Allah akizungumza katika suratul Furqan akiwa anawasifu waja wema aliposema, walladhina la yashhaduna az-zura, wema ni wale ambao, alladhina, wale ambao la yashhaduna az-zura, hawashuhudilii mambo ya kipuuzi, azur, mambo ya kijinga. Wa idha maru billaghwi, na wanapopita katika mambo ya lagha au mambo ya kipuuzi, maru kirama, wanapita kwa heshima. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao. Leo majumba ya Kiislamu yameharibika, majumba ya watoto wa Kiislamu yameharibika, ni mamiziki mchana kutwa. Maskini ya Mungu, mbaya zaidi, mwanamama anajistiri mbele ya mke wake, mbele ya mume wake, anaacha kufungulia mziki mbele ya mume. Mume akienda kazini mchana kutwa ni mataalamu. Ndio maana majumba mengi yamesidiwa na mashaitani. Unakuja mtu kumfanyia kisomo cha rukia, kisomo cha mashaitani, shetani anatoka kwa muda, mwisho wa siku anarudi tena, kwa sababu yule mtu nafsi yake imechafuka, imechafuliwa na mamiziki. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Watu wanaharibu pesa zao kwenda kufanywa tiba za kisheria, lakini mwisho wa siku haziwanufaishi, kwa sababu wao wenyewe wanasikiza mamiziki. Miziki ni mtihani mkubwa sana. Japo watu wanaonekana wanapata mapesa, ni matajiri, lakini muelewe pesa mnazozipata ni katika njia ambayo aliharamisha Allah jalla jalaluhu. Waqala Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, akasema Ibn Mas'ud, al-ghina'u yanbutu an-nifaqu. Ibn Mas'ud anasema nyimbo zinaotesha unafiki katika moyo, fi kalbi kama yanbutu al-ma'a az-zar'u,
Kama vile maji yanavyootesha mimea, kadhalika vile vile hata nyimbo ndo zinavyootesha. Kwa wimbo unaotesha nifaki katika moyo kama vile maji yanavyootesha mimea. Waqala Yazid ibn Walid, akasema Imam Yazid ibn Walid, iyakum walghina, jiepusheni na kuimba nyimbo. Fa innahu yanqusu alhaya, nyimbo zinapunguza haya, zinapunguza haya katika uso. Wa yazidu shahawati, lakini pia nyimbo zinaongeza ngono. Watu wanakesha kwenye maukumbi, wakina dada, wakina mama wanakesha kwenye maukumbi na wanaume wamechanganyikana, wanaimba, wanacheza hadharani. Mwanamke anakatika kiuno kama vile hana mfupa. Hivi unadhani huyu mwanaume anayekutazama atakuacha? Mwanaume unaimba, kuna mwanamke anapenda kwa kuimba kwako, nikitaka kula nalishwa, unafikiri wa pembeni yake si anapenda vile, na yeye anafurahi. Kadhalika naye mwanadada unapoimba, kuna mwanaume anafurahi sauti yako. Sasa hii unafanya kwa ajili ya kupendezesha nafsi, lakini unamchukiza Allah jalla jalaluhu. Wazidu shahawati, lakini pia inaongeza sana katika mambo ya vitu ambavyo vinavyoongeza watu kuingia katika maasi ya ni nyimbo. Hata mwanamke anakusumbua kwenye kumtongoza, kila ukizunguka na kataa, wewe mtumie vinyimbo vinalegeza moyo, mwisho siku tayari unafanya naye maasi. Allah atuhifadhi na hayo. Wa yahdimul murua, lakini pia madhara ya nyimbo yanavunja murua, yanavunja heshima ya mtu, muonekano wa mtu. Ikiwa mwanababa unaheshimika alafu unacheza hadharani, mwanamama unaheshimika unacheza hadharani, ile inavunja heshima na inavunja murua wako, ule muonekano wako unavunjika. Wa innahu la yanubu anil khamri, na wanasema kwamba mziki unakaa niaba ya pombe, kwa sababu yanayofanyika kwa mlevi na anayofanya anaimba hayana utofauti. Wa yafala ma yafalu suku, anaoyafanya mlevi na anayofanya muimbaji ni kitu kimoja, maana wahida. Yule mlevi anacheza hadharani, anaimba hadharani, na mwanamuziki pia anaimba hadharani na anacheza hadharani, hakuna tofauti. Waqila alghinau raidul fujur, na wanachuoni wakasema alghinau, nyimbo, raidul fujur, ndiyo mshenga wa uovu. Yani nyimbo hizi ndo mshenga wa watu kufanya maovu. Waqad ajma'u ulama, wamekubaliana wanachuoni, waqad ajma'u man yata'addu biqawlihim ala tahrim alghina, hakika wamekubaliana wanachuoni kwa wale wanaohesabia juu ya swala zima la uharamu wa nyimbo. Qala Abu Hanifa rahimahullah, akasema Abu Hanifa kuhusiana na nyimbo, al-istima'u al-ghinai fisqun, kusikiliza miziki ni fasiki, ni jambo la uovu kusikiliza muziki. Qala wa qala Malik indama suila an al-ghina, akasema Malik wakati alipoulizwa kuhusiana na nyimbo akasema inna ma yafalu fusuku, hakika mambo ya nyimbo wanayoyafanya ni watu waovu, Mwenyezi Mungu atuhifadhi na hayo. Wakala Shafi'i, akasema alimamu Shafi'i akasema al-ghinau lahu makruh, kwamba nyimbo ni vitu ambavyo vinachukiza. Kwa hiyo ndugu zangu, ni vitu ambavyo watu wanapata pesa, lakini angalieni pesa zitakupeleka wapi shekhe? Pesa zitakupeleka wapi? Umeshaondoka wangapi? Kamtaraku min jannati wa uyun, matajiri wameacha mashamba mangapi na chemchem ngapi kwa mashamba yao, wazurui wa makamin karim, lakini pia na mimea mbalimbali kwa mashamba, wa makamin karim, na vyo vya heshima. Mtu anachewa anachoamrisha kwa watu kinakuwa hicho hicho, lakini hapo wapi ndugu zangu? Wameondoka katika maisha ya dunia, mbingu wala ardhi haikuingia kwa hao majambo. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.